wanakaribia yale ambayo tulikuwa tunayatarajia mwanzoni mwa msimu. Tupo na Sama Ndabire hapa, kocha huyu, kizungumzia issue nzima ya kikosi cha Simba. Yeye kwa mtizamo wake anaamini Simba bado hajakutana na timu zilizo bora sana, na haamini michuano ya CAF kama ni kipimo sahihi, kwa kuwa walio wengi huku ushindani kwa sasa umeshuka. Vinginevyo ingekuwa kama vile Young Africans, kwa kuwa mfumo wa zamani ulivyokuwa, ukifeli ligi ya mabingwa ulikuwa unadondokea huko. Lakini kwa sasa mfumo umebadilika moja kwa moja. Na naamini Simba bado haina ile identity, style of play. Haioni kwa Fadlu Davids. Tupata hapa Sama Ndabire akizungumzia issue hiyo. Tumsikilize Daruni hapa. Ngumu sana kusema Simba kama imekwisha fikia lengo au haijafikia. Sababu ya kwanza, msimu huu tangia Fadlu aichukue timu ya Simba, mimi naamini Simba haijakutana na wapinzani wagumu isipokuwa mpinzani mmoja tu ambaye ni Yanga. Lakini hizi mechi nyingine zimekuwa katika sura fulani ya mteremko, na Simba tunaposema inajitengeneza ili ifikie malengo yake, tuko tunatazama Simba inayokwenda kuvuka kwenye Champions League ambapo imekuwa inakwamia kwenye robo finali. Sasa haijaenda huko, na haya mashindano ambayo wameshiriki, haya ya shirikisho, miaka ya nyuma ilikuwa timu zile zinazoanguka chini kwenye raundi ya mwanzo kwenye klabu bingwa, kama ilivyokuja Yanga msimu ule aliyokwenda finali. Kwa hiyo haya mashindano kwa namna fulani ule ugumu wake umepungua. Lakini pia kitu kingine, tunapoitazama Simba kama imefikia malengo yake, tuliambiwa kuna ujenzi wa timu. Kwa hiyo katika ujenzi wa timu kuna vitu huwa vinatazamwa, backbone ya timu. Tunaposema backbone ya timu, kuna mtu gani wa nyuma na wakati alafu na wa mbele ambao wanatumika sasa kama center of coordination, kama kitovu cha mawasiliano katika timu. Je, tukitazama Simba sasa hivi ina hicho kitu? Ukitazama kwa namna fulani ni kama imefanikiwa kupata mtu wa nyuma, ambapo tunamuona Abdurazak Hamza. Hata ukianzia nyuma kabisa kwa kipa, kuna coordination nzuri kati ya kipa Abdurazak Hamza pamoja na Kagoma. Kwa maana hiyo kwa kipa, beki na kati tayari. Lakini kwa mbele kule ni kama hajapatikana mtu maalum sana. Alitaka kuonekana Ateba, lakini sasa hivi ni kama eneo hilo kama limevurugika kidogo. Lakini kitu kingine, tunaongelea skeleton ya timu. Je, Simba inayo skeleton? Tunaposema skeleton, baada ya backbone kwa maana ya kipa, beki, mtu wakati na wa mbele kwa wamepatikana, kuna watu gani wanaowazunguka ambao wanakuja kuungana nao sasa kutengeneza kitu ambacho kina muunganiko? Ndio hicho siku zote tumekuwa tunasema muunganiko, na muunganiko unajengwa na kitu kinachoitwa combinatory possibilities. Mtu mmoja anawezaje kuwa na maelewano na mwingine wanayecheza karibu? Je, ndani ya Simba tunakiona hicho kitu? Tunakiona katika maeneo fulani. Walinzi wakati bado hatujawa na combinatory possibility ambayo iko imara. Lakini tukienda upande wa katikati, Ngoma na Kagoma, kuna namna wamekwisha tengeneza ile combinatory possibility, kuna uelewano fulani. Mstari wa mbele mtanisaidia ninyi, nani na nani wamekwisha tengeneza hicho kitu. Lakini pia katika timu ambayo inajengwa ni style of play. Je, sasa hivi kuna mtu anaweza akasimama akaelezea style rasmi ya Simba of play ni? Tuliiona Yanga ya Nabi ilikuwa tayari imejiidentify inacheza mpira wa aina gani. Tuliiona Barcelona ya Pep Guardiola, tuliona Manchester City, Liverpool ya Klopp. Je, Simba ya sasa hivi inayo identified style of play kwamba tuseme huu ndio mpira wa Simba wa sasa hivi? Au Simba ya Uchebe, Simba ya Masudi Juma Irambona, ingawa alikaa muda mfupi, ilikuwa na aina fulani ya mpira ambao uko identified. Lakini hii ya leo hii, mimi bado naiona haijawa na mpira ambao ni identified kwamba huu ni rasmi. Lakini kitu kingine, timu ambayo imekwisha jengeka, tunatarajia kwamba hii sasa iko imara. Tunaangalia ile wanaita ball recovery rate, inachukua muda gani kupata mpira iliyoupoteza. Simba bado haijawa na wastani mzuri wa kurudisha haraka mpira inapokuwa imeupoteza. Japo kuna mechi kadhaa imetawala mchezo, lakini ile kasi ya kuchukua mpira unapokuwa nje ya timu yenyewe bado iko chini. Lakini pia tunaona ni timu ambayo imekuwa inapoteza tempo kadri muda unavyokwenda. Mechi nyingi haimalizi vizuri, ingawa watu sasa hapa wanasema ni mbinu za kocha. Haya ni maneno kwa sababu haijapoteza, lakini kifikia wakati hii hali imeiathiri timu, watu watarudi na kuanza kutathmini upya. Lakini ukweli ni huo, timu imekuwa inapoteza tempo kadri muda unavyokwenda. Sema imekwisha jengeka, imefikia malengo. Lengo ilikuwa ni kupata timu imara ambayo itaifanya Simba ianze kuvuka sasa kutoka zile robo finali ambazo tunatazama kwenye Champions League ambako haijashiriki. Kwa hiyo kwa mimi nitasubiri mwakani, kama watakuwa huko ndio tutatazama sasa, je, wamefikia malengo au hawajafikia.
Ligi ya mabingwa ndiko ambako atajaribu kumtime Simba. Amefikia malengo ama hajafikia, lakini huku ubora wa hii michuano kombe la shirikisho barani Afrika, washindani wengi ubora wao umeshuka. Ila angeingia Simba na wale washindani ambao walikuwa wanashuka kutoka ligi ya mabingwa mnakutana nao huku, tungejua. Yani hicho kitu alikifanya Young Africans. Umemsikia hapa, maana na maswali yangu kadhaa hapa. Ujenzi wa timu inabidi tuzingatie nini? Kazungumzia Simba kwamba haina identity. Kwenye engo ya uchezaji chini ya Farid Davids tukioni hicho kitu. Lakini washindani wakafu kwamba sio washindani sana wa kumfanya Simba onekane hivyo zaidi. Kamtemi Yanga kwamba ndo mshindani halisi ambaye kampa tough game Simba. Kwamba ligi kuu tu kwamba au kwenye michuano yetu ya ndani tunakutana washindani wa level ya kawaida. Wanasemaje? Kabla Misa aje kujibu swali lako, tujiulize kwanza hapa kwenye mpira wa Tanzania kuna timu yoyote ambayo tayari ina falsafa yake kwa namna ambayo ya uchezaji? Eti tujiulize kwa pamoja. Okay, yani kabla hajazungumza Simba na kile ambacho kinafanya kwenye ligi ya kombe la shirikisho. Kwenye philosophy mara nyingi zinatajwa Simba na Yanga. Ni kweli zinalivyo. Kwenye Simba na Yanga namna ambavyo zinatajwa, ukiona timu inacheza mpira ambao pasi ni chache wamefika golini, basi unajua ni Yanga. Ukiona timu inacheza pasi nyingi basi ni Simba. Lakini si kwa maana useme kwa maana kabisa kuna formation mama ambayo ndio klabu inarithisha kizazi hadi kizazi, kuna timu hiyo. Ndugu zangu wachambuzi. Kuhusu falsafa ya timu, unajua wenzetu ambao wameshatuzidi wao wameziweka clear falsafa zao za timu. Na ndio maana mara nyingi hata wanapokuwa wanaenda kusearch makocha, wanaoendana na falsafa zao. Na mfano hata kocha kiendo sio type ya timu hii. Na mfano kabisa unamuona kocha wa Manchester United timu ya Ruben Amorim, Liverpool ilikuwa timu ya kwanza kumapproach. Lakini kulingana na aina ya uchezaji ya Liverpool yani falsafa ya uchezaji ya Liverpool, ikabidi wafanye negotiations kwamba abadilishe, yani abadilike kulingana na namna ambavyo Liverpool wanahitaji timu yao icheze. Yeye akakataa, wakamwacha, ndipo akaenda Manchester United. Kwa hiyo Arne Slot alikuwa ni chaguo la pili baada ya mazungumzo baina yao na kocha huyu kushindwana pale. Kwa hiyo sisi kwenye timu zetu hii pia inabaki tu kuwa ni maneno yanayozungumzwa. Binafsi sijawahi kumsikia kiongozi au mkurugenzi wa ufundi labda wa timu fulani labda Simba Yanga ameanalyze kabisa kwamba style yetu si ya kiuchezaji ni yao, ni kitu fulani ambacho kipo identified kabisa. Mimi mara nyingi huwa kwa ile tenda ikitangaza wasema kwamba tunapitia CV za makocha zaidi ya 50 tuone anayeendana na falsafa yetu. Wewe unakuwa kwenye ngo gani? Sasa issue hapo ni kwamba wanachokiangalia zaidi ni mahitaji. Achana na mahitaji. Unafundisha mpira gani? Huo mpira ambao unaufundisha wewe inawezekana ukaja kwenye timu yetu na ukaweza kuinitiate unachokihitaji, unavyohitaji timu icheze. Unaweza kuinitiate kwenye timu yetu. Yani timu nyingi ukiangalia Simba na Yanga zinacheza zaidi kulingana na mwalimu ambavyo anataka kucheza. Ingawa wanachokihitaji ni timu yao icheze mpira mzuri. Whether mwalimu utafundisha kwenye possessive football, utafundisha kwenye aina gani ya mpira, lakini timu icheze vizuri. Ndio maana Robertinho wakati anaondoka Simba, Robertinho alikuwa ni mwalimu ambaye kwanza timu ilikuwa inafunga magoli mengi, ila Simba chini ya Robertinho ilivyokuwa inacheza pamoja na kushinda michezo mingi lakini na kufunga magoli mengi, lakini the way ambavyo Simba ilikuwa inacheza, maneno alikuwa anazungumza kwamba timu haichezi vizuri hata kama tunashinda magoli mengi. Kwa hiyo inakupa picha kwamba hawana ile clear identity kwamba timu yetu inapaswa icheze hivi, lakini wanachokihitaji ni timu zao zicheze mpira ambao unavutia. Ndio maana Robertinho alikuja kuondoshwa baada ya kufungwa 5 na yani unbeaten ya msimu ule ya Robertinho ilivunjwa na Yanga baada tu ya kufunga kupoteza. Robertinho hakuondoka kwa zile goli 5. Kuondoka kwa goli 5 ama ilikuwa ni aina uchezaji wa kwake ndani na Simba. Zile goli 5 zilienda kumaliza kwa sababu maneno kabla ya pale ilikuwa ni kwamba hatuchezi mpira mzuri unaovutia, tunashinda lakini tumeshikilia roho, tunashinda lakini hatuenjoy mpira. Baadhi zile watu wakaangi chips. Kwa hiyo baada ya kufungwa tu kwenye ule mchezo zile goli 5 ndio ikasimika pale ndipo pale akaondoka, akaja kuondoka Robertinho. Kwa hiyo kwa nikija kwenye kauli ya nani, ngoja tarudi hapa, twende break mara moja, tarudi. Umesikia bibi? Tarudi, najua una mengi zaidi ya kuweza kuzungumzia hayo. Sabili kamili hii hapa, na hii ni Kipenga East Africa Radio kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Tupo hapa kujadili masuala ya kimichezo. Ostara Msese binti Msese yupo hapa, Hamisa Abdurrahman Wakanda ama Samuel Rashid kutoka Iringa kule. Mimi ni Mpatojizi Brain Mpogole. Saa 2 kamili za usiku. Usiondoke.
Isikilize live redioni, mitandaoni na kwenye simu yako. Ni East Africa Radio. Hii ni East Africa Radio 103.1 East Africa Radio Morogoro. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill. Dakika 0 tu. Tunarudi. Dakika 60 za mashabiki kutamba. Hii bakola nilikuwa na shida na vilopolopo wanaojifanya wanaijua sana Simba kama wamezaliwa nayo. Umeliona pira Arsene Wenger aka Gamondi pira Argentina, umeliona kaka? Tambo na viweka, hapa ndipo mahala pake. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio ulikula vijana. Mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza. Wakati wa vitisho sasa hivi umepita. Messi tishiki kwa aina yoyote. Mimi napiga kurujuani. Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari. Bila kusahau chambuzi makini kutoka kwa kizazi juaji michezoni. Hasa kuna huyo mchezaji anakuja striker refu kuliko goli. Yaani ikipigwa marungu kwa goli afana nguvu baya mno. Unapoizungumzia Yanga ni moja ya timu kubwa duniani. Baada ya Messi anaingia Aziz Ki. Tambo, vibweka, lawama na uchambuzi makini, yote utayapata ndani ya Kipenga Extra. Ni kila Jumatatu hadi Jumamosi 6 kamili mpaka 7 kamili mchana. Kipenga Extra. Sisi ndo wenye timu. We got the DJs. You're listening to McKay. DJ McKay. Allah. DJ McKay. Wicked. DJ McKay. You're listening to DJ McKay. East Africa Radio. DJs with the fire mix. East Africa Radio. All hits. Baada ya kulipa bill, kifua chacho. Dakika 2 zimetimu mara baada ya 2 kamili za usiku. Hii ni Kipenga East Africa Radio kutokea 88.1 Dar es Salaam Mikocheni. Shukrani pia wewe ambao unatufuatilia kwa sasa kutokea kule Tanga 97.7, lakini pia Dodoma 99.6, Mbeya 101.1, wakati ambao Singida ni 101.4, Morogoro pia 103.1. Tunasikika kwa wakati huu hapa. Rejea sasa kwa Hamisa. Kuna vitu hapa na jaribu kujiuliza ili tupate wote majibu. Simba katika ujenzi wao wa timu, watu wengi wanashangazwa na kinachoendelea kwa sasa. Kundi kubwa lile la wachezaji, kocha mpya, mazingira mapya, lakini kafanikiwa ama hajafanikiwa? Okay, Fadu Davids si tu kufanikiwa, bali naweza nikasema ametoa na bonus. Kwa sababu kwani kufanikiwa mtu tujue kwamba amefanikiwa ni mpaka achukue mataji? Hapana. Si tu kuchukua mataji. Pia mafanikio inaendana na scenario. Angeikuta Simba ambayo tayari imeshajengwa, mafanikio tungemtem kwenye makombe, kwa sababu umeshakuta timu imeshajengwa. Lakini kwake yeye alikuta timu ambayo tayari ipo disorganized. Mafanikio yake ilikuwa ni kuirudisha kwanza timu tuione ni timu imekaa uwanja. Unajua issue kwa Simba ingewezekana Fadlu kafikia malengo. Ingewezekana Simba chini ya Fadlu umefikia malengo. Ingewezekana Simba angefika finali akachukua kombe, lakini bado tuioni timu inacheza uwanjani. Yani hauioni identity ya timu. Yani unaiona tu timu kampa huyu kapiga shuti, watu wamefunga, watu wamerudi wameshikilia bomba, basi yani uioni timu inavyocheza. Hapo watu wangeatem kama mafanikio ya kulingana na mataji ambayo wameyashinda, lakini mimi binafsi ningeatem si mafanikio, kwa sababu wewe umepewa timu ambayo ipo disorganized, bado tuioni timu ambayo imesimama. Na kwa kauli nzima hiyo, unajua unavyosema amezungumza identity. Neno identity ya timu linabeba vitu vingi sana ambavyo vingine ndo utambulisho. Yani unavyozungumzia identity tunazungumzia sababu ni kama haiba ya timu. Inabeba vitu vingi, nazungumzia mpaka hata muundo wa timu unavyoendeshwa. Kuna timu ambazo mfano kama Barcelona zinajidi sana na wachezaji wa academy. Kuna timu kama Madrid zenyewe zina penda Galacticos wachezaji bora wacheze kwenye timu yao. Yani yote inabeba identity ya timu. Tutoke huko kwa sababu sisi huko bado hatuishi. Tuje kwenye hiki kipengele cha msingi cha identity cha kwanza ambacho ni muundo wa timu, namna gani ambavyo timu inacheza
na ni muundo ambao unafahamika kuanzia kwa viongozi mpaka na mashabiki na wachezaji na kocha mwenyewe. Ukiangalia Simba wakati ameondoka Abdelhaki Benchika ambacho alikuwa anajaribu kukinitiate Simba, na hata kauli zake nyingi ambazo alikuwa akizungumza ni kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao hawana sifa ya kucheza kwa mpira ambao wanaofundisha yeye. Kwa hiyo alikuja na plan B ya kufundisha aina tu ya mpira ambao utampa yeye, utamshindia yeye mechi. Hakuja kuitengeneza timu, hakuja yeye yani kuinitiate ufundi ambao utaweza kumsaidia mchezaji mmoja mmoja kujijenga na kuijenga timu. Yeye alikuja tu kwa ajili tu ya kutoa mbinu basi. Na Fadlu Davids ni mmoja wa walimu wachache sana duniani ambao wamebarikiwa kuwa na mbinu na ufundi. Na makocha wengi duniani jaribu kuangalia ni makocha wazuri sana kimbinu. Kimbinu utamuona kila kitu. Kwa mfano naweza nikakupa mfano. Unamuona kocha kama Carlo Ancelotti. Ni kocha bora kuwahi kutokea duniani kimbinu ila si kiufundi. Kuna eneo ambalo kiufundi inawezekana hata ateta yule pale anamzidi Ancelotti kiufundi, lakini kimbinu ndio vitu vya msingi ambavyo tunavihitaji. Ndio maana mara nyingi Ancelotti anaenda kwenye timu ambazo tayari zimeshajengwa. Kwa hiyo kwa Simba mtu anaweza sifahamu tunazungumzia mbinu na ufundi. Tunapozungumzia upi? Tunapozungumzia mbinu tuanze na ufundi kwanza kwa sababu hili ndio la msingi. Ufundi ni kwamba Brainy wewe kwa mfano pale Simba huyu ni Elie Mpanzu, si ndio? Elie Mpanzu ni winga. Unahitaji winga wako acheze katika namna gani? Yani winga ana possess attributes zipi? Ni mchezaji ambaye atakuwa anatoka katika eneo la pembeni. Sasa hivi tunacheza na modern wingers. So wale winga ambao anakaa kwenye touchline anapiga cross. Tahitaji winga ambaye anatoka kwenye eneo la pembeni anakuwa anaingia ndani. Kuna wakati yani hivyo ni vitu ambavyo ndio ufundi ambao mchezaji anakuwa ana possess. Ata dribble, ata cut in, atapiga shuti, sio utagongeana pasi moja mbili mtaingia ndani. Yani hivyo ndivyo vitu ambavyo kwa pamoja ukivicombine unapozungumzia ufundi. Lakini ufundi tunazungumzia zaidi mchezaji. Mbinu tutamtaja kocha. Mbinu unataja timu nzima, ndio pale tunaposema wao wanacheza zaidi katika wanazuia labda kwenye 4-5-1, wacha si kwenye 4-3-3 au labda hao jinsi ambavyo wanacheza wanakaa labda kwenye 4-4-2. Akipata mpira unamwona winga mmoja amedrop amesogea juu, labda mshambuliaji ana hold mpira anamsubiri winga mwingine asogee, tayari wanakuwa wanashambulia labda na watu watatu wameshafika kwa mpinzani. Labda ni plan yani ya kocha. Simba sasa turudi. Unaiona identity kwa Simba mpaka saizi kwamba huo ndio utambulisho wa Simba chini ya Fadlu Davids? Yeah, exactly. Kwa sababu kwa nini nasema hivyo? Alivyoikuta Simba namna ambavyo ilikuwa inacheza, naweza nikasema ametaja mifano ya makocha kina Uchebi. Naweza nikasema Fadlu kwa hapa alipofikia anaelekea kuirudisha Simba ile namna ambavyo ilikuwa inacheza vile. Kwa sababu baada ya kuja Robertinho, kuja Benchika, ndo Simba ikabadilika kabisa. Tukaiona Simba ambayo inacheza zaidi katika mipira mirefu, Simba ambayo inacheza zaidi ule mpira wa Robertinho, objective football. Simba ikanacheza vile. Lakini alipokuja sasa hivi ndio maana hata kwenye game ya Robertinho, kwenye game ya Benchika, kuna wakati ilifia sehemu mpaka kila mtu alikuwa anasema Ngoma fight na kucheza Simba. Ngoma anapaswa kuondoka, sio kama mchezaji mzito. Lakini kwa sifa ambazo anazipossess Ngoma ni aina ya mchezaji ambaye unapokuwa naye kwenye kiwanja, ukiwa unafundisha possessive football, atakusaidia uwanjani. Sababu ni mchezaji ambaye anajua kucontrol moments za timu. Kuna wakati tucheze kwa kupossess mpira, tuposseshe mchezo. Kuna wakati hapo kwa kupiga pasi fupi. Kuna wakati tu harakisha mashambulizi kwa kupiga pasi ndefu. Ndio maana umeona sasa hivi Ngoma amegeuka kuwa lulu chini ya Fadlu Davids kwa sababu identity yake iko pale. Simba anacheza mpira ambao ni possessive football. Angalia Simba ambao kuanzia ambao wanajenga mashambulizi kuanzia nyuma, anakuwa goalkeeper depending tu na mpinzani ambao anakuwa na possess. Watakuwa mabeki wawili pale katikati. Kama mpinzani ana press na watu watatu, utamuona goalkeeper ana drop pale katikati au Fabrice anashuka hapa chini, wanakuwa wachezaji watatu wanakuwa na progress build up. Huku pembeni mabeki wa pembeni wanakuwa wanasogea juu, unaona anakaa zaidi katika touchline. Then hawa winga wanatoka pembeni wanacheza zaidi katika eneo la katikati. Ndio maana sasa hivi hata Kibu Dennis umuoni zaidi akiwa katika touchline. Unamwona zaidi anaombea mipira whether kwenye half space au hapa katikati, wanaona anatengeneza namba 3 au namba 10 watatu. Ahua Mpanzu pamoja na Kibu Dennis Prosper. Then striker sasa yule sole striker, sababu Simba wanacheza kwenye 4-2-3-1. Huyu striker mmoja anakuwa na kazi yake ni kufanya zile movements zile tunasema blind movements nyuma ya migongo ya mabeki wa timu pinzani. Ndivyo namna ambavyo timu yake inacheza. Alafu hapa katikati sasa anakuwa kuna Yusuf Kagoma ambaye ili kubakiza kuwa na rest defense bora, utamuona Yusuf Kagoma anabaki hapa chini karibu na mabeki wawili wakati. Means kwamba hata timu inapokuwa inapoteza mpira kwenye mashambulizi yale ya kujibu yanopita katika eneo la katikati, atasogea kuintercept. Kuna nyakati atakuwa anaenda katika maeneo ya pembeni. Unapokuwa na Fabrice hapa katikati, ndio ataamua timu inacheza vipi. Kwa mfano, unacheza na timu ambayo
inazuia zaidi kwenye eneo lao. Cha kwanza katika football, vuta subira. Fabrice yule pale, unavuta vipi subira? Kwa kupiga pasi fupi, kumvuta mpinzani aje kukupress kwenye eneo la katikati, atatengeneza mashimo kwenye eneo kwenye tunaita ule mstari wa mwisho wa ulinzi wa timu pinzani, kwa zile tunaita mstari wa mwisho wa kiulinzi wa timu pinzani, yani pale kwenye ile mstari katikati between the lines, yani katikati ya mstari wa kiungo na ulinzi, ndipo pale ambapo utamuona Jancha za huwa anafanya movements kwenye eneo lile, utamuona Elie Mpanzu anaombea mipira katika eneo lile. Kuna nyakati ambazo kwa sababu Fabrice ni mchezaji ambaye ana maono, ana jicho la kiwanjani. Kuna nyakati ataiona space, ataachana na kupiga pasi fupi, atapiga pasi ndefu. Ndio maana ukitazama Simba sasa hivi una enjoy, utachagua tu ni upande gani. Wewe ni upande wa kijani na njano, upande wa nyekundu na nyeupe. Lakini Simba anapocheza sasa hivi unaiona ni timu ambayo una enjoy kuitazama. Kwa utambulisho kiujumla of course kwa Fadru ndani ya Simba. Kwa nilichomuelewa ambacho labda angetakuwa kukisema, si kusema kwamba Simba haina utambulisho wa kiuchezaji, ila kuna baadhi ya quality ambazo zinakosekana kwenye baadhi ya maeneo, ndio huenda ndo sababu ambayo kwa sababu amezungumza zaidi Simba kwa hiyo of course katika vitu karibu vitatu, issue ya backbone of course kwenye sketch tunazungumzia huko. Yes. Sasa amezungumzia kwenye backbone utamhusisha golikipa paka pale kwenye safu ya ulinzi paka pale kwa kiungo. Na amezungumza vizuri kwamba unaiona Simba kwenye ushambuliaji mtanisaidia ninyi. Huko ndo wanakoamini bado hakuja seto kwa Simba. Nani kwa nini? Na ni kwa sababu mara nyingi huu mfano amekuwa akiuzungumza Wakanda, kwa wasikilizaji wengi watakuwa wanamsikia. Sio kama timu haifahamiki inacheza vipi kwenye lile eneo, isipokuwa inamkosa mchezaji ambaye inawezekana akawa na athiri zaidi eneo lile. Kwa sababu kiangalia Simba inamkosa yule link ambaye anachukua mipira kutoka kwa Fabrice Luamba Ngoma kwenda kulink paka kwenye eneo la ushambuliaji, ambaye inawezekana kwa mantiki hiyo tunayozungumza ni namba 10 ambaye anacheza zaidi kwenye eneo hili. Ndio maana sasa hivi unaiona afueni ya Simba ni baada ya kuja Elie Mpanzu. Sasa hivi unaiona mipira mingi, kuna nyakati anashuka kwenye half space hapa katikati, lakini anashuka chini karibu na kiungo hapa namba 8. Kwa sababu kuna nyakati unamwona anacheza kama namba 8 Elie Mpanzu, kuna nyakati achezi tu kama na winga wa kushoto au namba 10. Kuna nyakati unamwona anacheza kama namba 8 wa kushoto, anashuka kabisa hapa chini, anapokea mipira na anasogea juu. Issue tu ile kuwepo ni kwamba, na naamini hata viongozi wenyewe wanafahamu, na hata Fadlu mwenyewe amezungumza kwamba anafikiria kuna baadhi ya maingizo ambayo watahitaji kuyafanya. Kwa hiyo hayo ndio huenda akaenda kukamilisha, lakini kile ambacho alitumwa, sababu ingefika mpaka sasa hivi hatuioni Simba anacheza vipi. Mwenyewe hapa ambacho swali ambalo ungeniuliza ningeambia bado Fadlu Davids kwa muda ambao amepewa hatuoni hata timu inacheza. Identity tu ya timu, acha na mafanikio mbali, identity ya timu hatuioni. Simba katafuteni mwalimu mwingine. Lakini kwa hapa ambao wamefikia Fadlu Davids, kama nitasema Simba ina identity, basi ni kama ni chapo viboko vingi sana. Tutakukamata na tutakupiga sana vya kutosha. Wakanda tumalizie hapa. Aligusia kisa kimoja cha ushindani. Simba naamini hapati ile test ya kumtengeneza imarike zaidi na kuwa bora zaidi. Kamtaji hapa Mwananchi Young Africans kwamba ndo level pekee ambayo Simba anaweza kujua kwamba nimecheza game ya kishindani. Kwenye CAF Confederation Cup huku system ilivyobadilika, ukishuka ligi ya mabingwa haushuki kwenye kombe la shirikisho. Maana yake unakosa zile timu zenye quality kubwa ambazo zingekuja huku na muda mwingine zile ndo zikaza zinafika finali. Hicho kisa kagusia kwa Yanga kwamba Yanga alitoka ligi ya mabingwa, alipokuja shirikisho alienda finali. Japokuwa alifanyaje? Of course alipoteza. Ligi yetu watu tunahitaji kwamba ni kwenye ubora. Kenda CAF ametaja ni ya 5. Kuna tafiti nyingine zilifanyika, nafasi ya ngapi? Of course ya 4. Hatupati kweli ubora ule ambao wa kumfanya Simba imarike. Hiyo kauli mimi huwa naipinga mara zote. Yaani kuniambia kwamba Simba na Yanga kwenye ligi yetu hawapati ushindani, sio kweli. Na labda mtu akija kunipa hiyo hoja aniambie ni ligi gani watu wanapata ushindani complete kutoka timu zote zilizopo kwenye ligi. Yaani ucheze nenda Misri, Al Ahly acheze na NPPI apate ushindani sawa na atakaopewa na Zamalek. It is impossible. Nenda South Africa, Mamelodi Sundowns acheze na Orlando Pirates sawa atakavyocheza labda na timu Sukazi Galaxy. Haiwezekani. Nenda Morocco, Renaissance hatompa ushindani sawa FAR Rabat kama ambao FAR Rabat atapewa labda na Raja Casablanca ama Wydad Casablanca. Kwa hiyo kwangu ni jambo lile lile. Tunamtembipi sasa kama wameimarika waje. Huyu mtu ambaye mnasema haimariki labda hatengenezewi level ya ushindani. Huyu mtu ana robo finali 7. Huyu mtu ana finali msimu huu. Kwamba anafikaje huko? Huyu Yanga ambaye mnasema apewe ushindani kwenye ligi yetu atengenezewe ushindani, amefika finali CAF Confederation. Yeye anahoji kwamba akivuka sasa next season kutoka robo kwenda semi final CAF Champions League atajua ameimarika zaidi. Kwenye uimarishaji wa timu hatuangalii tu unashindana na nani kwenye ligi yako. Kwenye uimarishaji wa timu tunaangalia
unajiimarisha vipi dhidi ya utakaoenda kushindana nao. Yani leo kuna mtu anaitwa Petro Athletic de Luanda. Ligi ya Angola ni ngapi kwenye rank? Haipo hata kwenye 12 bora. Lakini Petro Luanda ukimkuta robo finali, cheers, unagongana cheers, unakaa ndo mitaa yake anaochill hiyo robo finali, nusu finali. Leo tutakaa hapa tutazungumza kuna mtu alikuwa anaitwa TP Englebert Mazembe. Ni moja kati ya watu ambao wameshinda mataji mengi sana ya Champions League pamoja na CAF Confederation. Mazembe hadi unamkuta nusu robo. Achana na hii misimu ambayo Mazembe amepitia katika kipindi kigumu. Lakini ligi ya Kongo ilikuwa inamtengenezea ushindani gani? Walifanikiwa wapi? Walitengeneza timu ambazo akicheza na Al Ahly wanafanana daraja. Walipata timu ambazo wakicheza na Wydad Casablanca wanafanana daraja. Leo utakaa hapa tutazungumza labda sijui ligi ya Tunisia, tutazungumza sijui labda wana timu nyingi ambazo ni challenging, utazungumza sijui Al Ahly na timu nyingi ambazo ni challenging. Huyo Al Ahly kuna msimu kwenye ligi yake anaenda, unaangalia unasema unajiuliza Al Ahly atazuiwa na nani? Unakuta Al Ahly anazuiwa na Pyramids peke yake. Ingekuwa ligi ya Tanzania haina ushindani kiasi hicho, mimi naamini hapa tungekuwa tunashuhudia unbeaten mfululizo. Yani Yanga anamaliza unbeaten, Simba anamaliza unbeaten. Leo utaangalia msimu Yanga amefungwa na Tabora. Just hivyo Yanga kapoteza kwa Tabora. Utarudi msimu wa nyuma unakuta Simba kafungwa sijui na Mashujaa. Unarudi msimu wa nyuma tena unakuta Yanga sijui kafungwa na EF. Meaning kuna siku wa watu kwenye ligi yetu wanakutana Afande Mbangula kamfunga Simba kafungwa na Prison. Hawa watu kuna siku huko kwenye ligi ambako mnasema hamna ushindani wanapoteza. Yawezekana wapotezi kila siku lakini unakuta kwenye msimu mzima kapoteza game 3, kapoteza game 4 na hapo bado hajacheza na Yanga. And sometimes huyu Simba ambaye tunasema baba na mchallenge Yanga unakuta sometimes anaenda. Wewe kwa mtazamo wako Simba wamefanikiwa chini ya Fadlu Davis mpaka hapa alipofikia? Simba wamefanikiwa chini ya Fadlu Davis 100%, lakini itategemeana sana tunairate mafanikio kwenye nyanja ipi. Mafanikio ya Simba tuweke kwenye engo mbili. Engo ya kwanza ni objective za taasisi ya Simba kwenye ukawaida wa Simba. Simba ni timu ya mataji. Simba sio timu ya kumaliza nafasi ya pili. Simba sio timu ya kuishia finali. Simba sio timu ya kuishia nusu finali. Simba ni timu ya mataji. It is called Simba kwa sababu level yao waliopo wanatakiwa kila kilicho mbele yao kitwae. Kama ilivyo kwa Young Africans zilivyozungumza kwenye ule mara kwanza naongea, ndivyo hivi kwa Simba. Kwamba chochote kilicho mbele yako wetwa. Yani haijalishi ni kombe gani unacheza, Muungano beba, Mapinduzi beba, sijui kombe la Mbuzi beba, sijui wana zile Super Cup za kwao wenyewe Simba walionyeshaga zile Super Cup beba, ligi kuu beba, CRDB Federation beba, Champions League kama inawezekana beba. Hiyo ndio standard ya Simba. Kwa hiyo sasa bado hajafika huko. Kwa hiyo ili akamilishe kwa mafanikio kwenye level ya taasisi ya Simba kwa mataji. Akichukua CAF Confederation Cup, ligi kuu na kombe la TFF. Chochote atakachokuchukua, achukue ligi kuu, achukue CAF Confederation, achukue CRDB Federation. Fadlu tutamtema amefanikiwa kwenye level ya mataji. Level ya pili ambayo hii sasa ndio ameisha fanikiwa kwa 100% ni kuassemble team ambayo hamna mpinzani anatamani kucheza nayo. Yani sasa hivi yoyote atakayecheza na Simba, hata Yanga hayupo tayari kucheza na Simba. Simba Sports Club sasa hivi ni timu ambayo imeassemble wachezaji ambao yoyote atakayecheza naye, it's not about Young Africans, it's not RS Berkane, it's not about Al Masry. Lazima utafikiria mara mbili naenda kukutana na challenger kweli kweli. Kwamba kuna maswali magumu kwa msimu uliopita. Simba wa msimu uliopita ilikuwa ni comfortable cruise mbele yake. Yani by the way kuna siku nishaika hapa nilikuwa na analyze game ya Simba na EF. Ilitoka sare 1-1. It was an open game ambayo nakumbuka ilikuwa ni kipenga extra. Nilikaa hapa na Mungu amrehemu Mjata alikuwa amekaa pale. Na nikamwambia Mjata, Simba leo akishinda ni kwa nadra sana. It's either mechi ishe kwa EF kushinda masare. 90 minutes. Tathmini unaizungumzia kabla ya game. Maana yake Simba ilikuwa inatabirika bwana leo. Asipodondosha alama zote tatu. Basi ni mbili ya iliisha game 1-1. Game iliyofuata ilikuwa game ya Simba na Mashujaa. Kipindi kile kwa Azam Federation, right? Nilimwambia tena nikamwambia this game is very open kwa Mashujaa. Kuna mistakes Simba anazifanya ambazo Mashujaa anaweza kuzitumia kwenye ubora. Guess what? Simba aliondoshwa kwenye michuano. Lakini leo hii nazungumzia una authority mtu kasimama hapa. Leo hii nitakaa hapa. Game yoyote ambayo Simba ataenda home rule out. Yani leo Simba anaenda kucheza versus RS Berkane. Berkane anamzungumza hapa ni bingwa wa Morocco. Lakini the final unairudisha mezani 50-50. Kwamba Simba ana uwezo wa kumngoa Berkane kwenye mchezo wa finali. Kwa sababu gani? Mwalimu Fadlu amefanikiwa kuassemble team ambayo sio nyepesi kucheza nayo. Yawezekana, and it is true, Simba sio timu bora Afrika.
that's given. Lakini ni timu ambayo utakapokaa nao uwanjani kwa dakika 90 lazima uwe umefanya homework kweli kweli, kwa sababu any given time wana uwezo wa kutumia madhaifu yako na kukuadhibu. And sometimes hawahitaji moments 20, hawahitaji moments 5, hawahitaji moments 2. Sometimes inahitaji moment moja. One moment imeamua hatua ya Simba kwenda final. Foul moja tu imepigwa na Jean Charles Ahoua Zanzibar, Simba hapa final. Just one free kick. Kwa hiyo ukishakutana na mwalimu ambaye ameassemble hii team kwenye essence ya assembling a team, Faldo amefanikiwa. Kilichobaki sasa ni kurudisha ule uhai wa taasisi ya Simba. Ni taasisi ambayo any given time wao wanataka kuona kombe liko mbele yao. So akifanikiwa kwenye hicho tutatem kwamba Faldo Davis amefanikiwa kujenga timu, lakini at the same time kwenye ujenzi wa timu imara Faldo Davis amefanikiwa kutoa mataji. Ticha Sama Ndabire, of course, bila shaka pia umesikia maoni